Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz. Leo kibuyu kimefanya kazi. Wewe tena umbea wewe. Wakati tunachukua ubingwa hiyo siku paredi litaanzia pale kwenye bwawa lao. Hili kombe la NBC ambalo tunalitamani kwa sababu tangu NBC imeingia kudhamini hili kombe, Simba Sport Club hatujafanikiwa kulipata hata mara moja. Hali ilikuwa mbaya leo. Hii ngoma ilikuwa draw. Lakini dakika za mwisho ikabidi tuanze kuomba tena. Leo tumeshinda kwa ajili ya maombi. Hii mechi ilistahili sare. Lakini kwa sababu Simba kapangiwa kuwa bingwa nchi hii, lazima aendelee kushinda. Timu ambazo wanacheza na mtani waache, unaelewa? Waache huo mchezo. Wacheze mpira, tuone mpira. Ile unamaanisha kwamba mtani anabebwa? Anabebwa sana, anabebwa alafu anambeba. Hali gani mwana sporti wa Hotbiz TV? Kama bado subscribe channel yetu, kisha like, share na comment. Hii ni full time ya Hotbiz TV. Leo ni tarehe 14 mwezi Juni 2026. Sisi timu ya Hotbiz TV tulikuwa pale KMC Kinondoni kushuhudia gemu ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji, na huu ni mwendelezo wa NBC Premier League hapa nyumbani Tanzania. Tumepata nafasi ya kupiga story na wadau na viongozi mbalimbali wa michezo mbalimbali ambao wako hapa nyumbani, waliopata nafasi ya kwenda kushuhudia mechi hii live kabisa hapa KMC Complex. Nataka kupiga story na kiongozi Zubeda, yeye pia huyu anahusika na masuala nzima ya usajili na vitu vingine kama hivyo. Hapo tumepiga na story mchungaji, lakini tumepiga story na Malaika, tumepiga na story na Muktarian Ali, ni ndugu kabisa wa damu na msemaji wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ali. Tumepiga na story pia Mama Chobwedo. Kwa hiyo tuko na wengi sana hapa, bila kumsahau mzee wa kuchora, na mambo kabla na baada ya mechi yalikuwa kama ifuatavyo, mtazamaji wa full time ya Hotbiz TV. Sijui umenielewa? Kwa hiyo mnyama amemwachia mtu amfanyie maandalizi yake, pasafisho pale, pawe safi, meza zipangwe vizuri, na tuwaambie tu wakati tunachukua ubingwa hiyo siku paredi litaanzia pale kwenye bwawa lao. Twende tukaangalie, je, ule uwanja unajengwa au ni janja tu? Sijui unanielewa? Tunakuelewa Kenya. Yes, kwa hiyo paredi yetu sisi litaanzia pale. Kuna namna golikipa Kasali leo kama alikuwa anafanya makosa hivi. Yes. Unamzungumziaje Kasali? Nafikiri mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa, na ndio maana mwalimu akaona anahitaji kupata nguvu mpya, akafanya substitution, wachezaji wengine wakatoka, wengine wakaingia. Kwa hiyo mimi nafikiri ni golikipa ambaye anatakiwa kupewa pressure sana. Mabeki wake wanatakiwa wamlinde kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mimi nasi nimpe pole kwa kupoteza clean sheet, lakini mabeki wetu wawe makini sana, kwa sababu goli ambayo tumefungwa, mabeki akili zao waliona ile ni faulu ambayo imefanyika kwa upande wetu, lakini mwisho wa siku marefa tusiwategemee sana. Hatuna mechi yoyote ambayo tunatakiwa kutembea uwanjani, yaani ni mchaka. Sijui unanielewa? Mchaka mpaka tunahakikisha tunafika, haijalishi tutafika tukiwa tumechoka lakini hakuna kulala. Imezoeleka kionekana Chama akiingia pamoja na Selemani Mwalimu lazima watupie. Hii leo ni kama walikamatika. Lakini moja yote kwa wote tulikuwa tumeshafanikiwa tunachokihitaji. Atupie asitupie, lakini alama 3. Hicho ndio kitu cha muhimu kuliko chochote. Wewe una swali? Swali langu ni kwamba nahitaji nifahamu maboresho gani ambayo aliyafanya, kwa sababu ukiangalia mechi ya tarehe 19 ilikaa dakika 3 tu goli likarudi, lakini hapa goli la kwanza likudumu kwa muda mrefu then likarudi. Je, Simba alikuwa bora zaidi sehemu gani ya kuweza kumaintain hususan kipindi cha pili kupata hayo matokeo? Kwanza mwalimu alipofanya substitution, yes, aliongeza nguvu, na kweli tulikuwa tunahitaji nguvu mpya ili timu iweze kupata matokeo. Tumeweza kupata matokeo. Tuseme tu mechi zilizobaki ni zaidi ya vita ya Pakistani na ni Irani na Pakistani. Yaani mechi zilizobaki ni zaidi ya vita ya Pakistani na Irani. Yaani kivyo vyote vile Irani na Pakistani na Marekani. Kaka wewe Irani na Israeli. Wewe unaitikia tu alafu wewe ufuatilii vitu wewe. Kwa hiyo ndio mechi ambazo zimebaki. Kwa hiyo hatuna yaani kama ikiwezekana kuna mtu anatakiwa atolewe kafara, mnyama apate ubingwa, atolewe tu. Ila mimi siwepo. Wewe ushakuona mtu mfupi anatolewa kafara? Mtu mfupi atolewe kafara kaka.
Ndio udhamini ambao wamepewa huo. Kwanza wamesafirishwa kwa ndege, pili wamepewa donge nono, lakini ndio hivyo sasa. Mnyama ni mnyama tu, Simba ni Simba, sisi tuna jambo letu yeah. Bila shaka neno lako la kichungaji lilihusika kuhakikisha kwamba Simba anapata ushindi wa alama 3 hii leo dhidi ya Pamba Jiji. Hali ilikuwa mbaya leo. Hii ngoma ilikuwa draw. Lakini dakika za mwisho ikabidi tuanze kuomba tena. Leo tumeshinda kwa ajili ya maombi. Hii mechi ilistahili sare. Lakini kwa sababu Simba akapangiwa kuwa bingwa nchi hii, ni lazima aendelee kushinda. Simba amepangiwa kuwa bingwa nchi hii. Nyie mko nyuma labda ya ramani. Iko hivi. Hebu tujulishe. Simba amehitaji makombe 5. Kapata kombe la mashabiki la Simba na Yanga. Kachukua kombe la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wanajisaulisha tu. Tena kamfunga Yanga. Kombe la wanawake limeshachukuliwa. Tunasubiria kombe la vijana na Simba kombe la NBC. Lakini mchungaji, wakati unazungumza hayo, mtani naye anashinda mechi zake. Na nikueleze kama mjajua, kuna mechi 4 zimebaki. Yanga kuna sehemu anaenda kudondokea. Hii ni kodi, hatuwezi kusema. Yanga kuna mechi anaenda kupoteza, hamtaamini macho yenu. Simba ndio bingwa wa NBC safari hii. Yanga kuna mechi anaenda kudondosha mechi moja. Mechi hiyo moja anaenda kudondosha. Nyingine atashinda zote. Hiyo moja anaenda kudondosha Simba nawe bingwa. Na ndio maana Simba tunawashurutisha washinde mechi zake. Kwa sababu tunajua akidondosha Simba ndio bingwa achukui. Lakini Simba akaenda kushinda Yanga na kudondosha mechi moja, Simba anakuwa bingwa wa Simba wa NBC safari hii. Hebu iliyopita ilikuwa ni 1-1. Goli ambalo alikuwa. Hebu hapa the same mazingira ndio hayo. Sehemu ipi ambayo Simba alikuwa bora zaidi? Simba Disha dogo hili limekuja na wachezaji ambao wamelipa changamoto sana Simba. Wameisaidia sana Simba. Ujio wa Libase, umeona bana? Ujio wa Waura. Ujio wa Chama. Huu umesababisha sana Simba na Ture ule beki. Umesababisha Simba kubadilika kutoka Simba ya mwaka juzi. Simba mwaka huu imebadilika sana. Na hao wangeanza nao Simba angechukua ubingwa sawa safari hii. Kwa hiyo Simba ubadilika kwake ndio kunasababisha sasa hivi hata mtu ambaye anatamani, hata mtu ambaye yuko nyumbani anatamani kuangalia mechi za Simba. Hata mtu ambaye yuko wapi anatamani kwenda kuangalia mechi za Simba. Kwa hiyo safari hii Simba Sports Club wamejipata. Ila tu inaonekana kama wamechelewa. Umeona? Kama wamechelewa. Lakini mwisho wa siku tunajipanga tukitegemea kwamba Yanga atakuja kupoteza mechi moja. Na mechi moja hiyo ambayo Yanga anaenda kupoteza ndio inaipa nafasi Simba kwenda kuchukua ubingwa wa NBC mwaka huu. Ikitoka hajapoteza Simba ajipange kwa ajili ya NBC ya CRDB. Ikitokea kwa sababu Mungu anapanga na sisi tunapanga. Ila mimi kwa maelezo ambayo ninayo na kwa maono ninayo Simba naona bingwa. Malaika tumezungumza naye hapa. Yeye anatuambia sasa hivi hawaangalii kitu chochote, anachotaka ni ubingwa wa NBC Premier. Lakini wewe umesema kwamba tukitoka huko tunakuja huko. Uone kama labda anaweza kupoteza ramani hapa kwa kweli. Nasemeje? Hivi unajua hata wachawi waanza kuambia kuna goli 3 baadaye ukakuta goli 3 hazipo. Si ndio hivyo? Kwa hiyo sisi tuna imani Simba ndio bingwa. Ilikija kutokea lingine kama mambo ya maisha yanatokea, na hilo inaweza ikatokea Simba siwe bingwa. Kama Mungu mimi ninavyojua Mungu amepanga Simba awe bingwa. Labda ghairi. Niambie jambo lolote lile benchi la ufundi kuelekea msimu ujao 2026 2027. Ni ujio wakina Faisali. Ujio kina Faisali, wakina Maele kwa habari nao zipata za ndani. Ndio Simba itazidi kuwa ya moto zaidi kwa sababu wakiungana kina Libase kina Ura, Simba itazidi kuwa ya moto zaidi mwaka huu. Na iende mechi ya Mbeya City itakuwa ugenini. Ni mechi tafu kweli kweli. Unaizungumziaje? Ni mechi itakuwa ngumu, mtu asikudanganye. Mechi ya Mbeya City na Simba ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana. Kitakachoamua ni quality ya Simba alionayo. Ndio kitu ambacho kitakuamua. Hata leo kilichoamua ni quality ya Simba ambayo Simba anayo. Lakini mechi ilikuwa inaenda sare. Lakini quality imesaidia Simba ndio ilipofikia pale. Kwa hiyo mechi ya Mbeya City na Simba ni mechi inahitaji maombi sana. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba nguvu yenu nyinyi wana Simba ni ligi kuu na sio CRDB? Sisi ligi yetu, sisi maombi yetu sisi na mpango wetu uchukue NBC. Nyao hata hawajaelewa. Unajua Simba amechukua kombe kubwa sana la Jamhuri ya Muungano. Lakini kwa nini inaonekana halina nguvu? Kwa sababu Yanga ashikilia NBC. Kwa sababu tumnyang'anye Yanga. Hii iliyopo sasa hivi ni vita. Hii vita ambayo tuko nayo ni kuomba Yanga apoteze. Sio kuomba Yanga apoteze. Yanga ni lazima apoteze mechi moja. Umeelewa? Na hiyo mechi ambayo anaipoteza hakuna mtu ambaye ataamini. Ndio hiyo mechi atapoteza Simba anaenda kuwa bingwa. Amejipanga sawa, lakini na sisi tumejipanga kwa ajili ya kumnyang'anya Yanga pointi 3 ikiwa anacheza na timu nyingine. Kwa hiyo Simba tunampa nafasi kuchukua ubingwa wa NBC. Kwa kuanzia kuwa na pointi 8
zika drop mpaka zikabaki 2 kwa mechi 4 ambazo zimebaki. Pamoja na kusema Yanga wamejipanga, lakini Simba tunampa nafasi kubwa kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Kuchukua ubingwa wa NBC si kazi ngumu kama watu wanavyofikiria. Wewe angalia kama leo hapo, isingekuwa goli limerudi, ngoma ingekuwa sare. Kwa hiyo hata mechi ya Yanga goli inaweza kafungwa moja na biashara ikaisha, Simba akawa amepata advantage ya kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Asante sana na Mungu aibariki Simba Sports Club.